Mjadala mkubwa wa kisiasa umeibuka nchini Tanzania ukihusisha mustakabali wa nafasi ya katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi, itikadi, uenezi na mafunzo Kenani Kihongozi, kufuatia madai ya kuwepo kwa mipango ya kuondolewa kwake madarakani. Taarifa hizi zimeanza kusambaa kwa kasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya viongozi wakuu wa chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kueleza kuwa kuna ishara zinazoonyesha kiongozi huyo huenda akapoteza nafasi yake hiyo kubwa ya kitaifa. Viongozi hao wa upinzani wamedai kuwa uamuzi huo unaweza kuchukuliwa na mamlaka yake ya uteuzi kwa kile kinachotafsiriwa kama kushindwa kutekeleza ipasavyo majukumu ya kiti hicho chenye ushawishi mkubwa katika kueneza sera za chama tawala. Hali hiyo imezua taharuki ya kisiasa miongoni mwa wanachama na wafuatiliaji wa mienendo ya siasa za ushindani nchini, huku idara za propaganda za vyama vyote viwili zikitajwa kuingia katika mikakati mipya ya kujihami na kushambulia. Mzozo huo wa maneno ulianza kushika kasi baada ya mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha upinzani Chadema, Brenda Rupia, kuweka wazi ujumbe uliokuwa na nukuu ya kauli ya hivi karibuni ya mwenezi huyo wa chama tawala kuhusu hali ya usalama nchini. Katika kauli hiyo inayolalamikiwa, kiongozi huyo wa chama tawala alidai kuwa chama chake kina taarifa za kuaminika kwamba kambi ya upinzani imepanga kufanya vurugu kubwa kwa lengo la kufuruga amani na utulivu uliopo nchini. Mkurugenzi huyo wa mawasiliano wa upinzani alijibu kwa kuhoji sababu za idara hiyo ya uenezi kuendelea kutumia jina la chama chao kila uchao kwenye mikutano ya kisiasa badala ya kujikita katika kuandaa na kuwauzia wananchi ajenda au sera mbadala za maendeleo. Kiongozi huyo aliongeza maelezo yanayoonyesha kuwa nyadhifa hizo za juu za uenezi huwa hazina udumu wa kudumu, akitolea mfano viongozi waliopita kama vile Humphrey Polepole ambao waliondolewa baada ya mivutano ya ndani ya chama hicho. Joto la kisiasa limeendelea kupanda zaidi kufuatia kauli ya mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho cha upinzani, Godbless Lema, aliyedai kuwa na taarifa za ndani kutoka katika vikao rasmi zinazothibitisha kuwepo kwa mabadiliko yanayomkabili kiongozi huyo. Kiongozi huyo wa upinzani ameeleza kuwa nafasi ya mwenezi huyo kwa sasa iko hatarini na haitakuwa salama hata kidogo kutokana na muundo mapya ya kiuongozi unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni ndani ya chama tawala. Alifafanua kuwa mkakati wa msemaji huyo wa chama tawala kumegeuza viongozi wa upinzani kuwa ajenda yake kuu kwa kila siku ni mbinu ya makusudi ya kutafuta ushawishi na kujihami kisiasa mbele ya viongozi wake wakuu wa kitaifa. Lema alidai kuwa kelele za kuwashambulia wapinzani zinatumiwa kama kichaka cha kufunika mapungufu makubwa ya kiutendaji na ukosefu wa hoja thabiti zinazobainika katika idara hiyo tangu kiongozi huyo aliposhika ukadhifu huo wa kitaifa. Mabadiliko ya mbinu ya kisiasa nchini kwa sasa yanatajwa kuhitaji hoja za kisera zenye mashiko kuliko propaganda za kisamani, jambo linaloweka presha kubwa kwa viongozi wanaosimamia mawasiliano ya vyama. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa idara hiyo ya uenezi imebeba taswira na mwelekeo wa chama tawala mbele ya umma ya Watanzania. Hivyo udhaifu wowote wa kimkakati unaweza kuleta athari kubwa kuelekea uchaguzi ujao. Mwenyekiti wa chama tawala, Rais Samia Suluhu Hassan, amekuwa akifanya mabadiliko ya mara kwa mara ya viongozi ili kuongeza ufanisi katika serikali na chama, hatua inayofanya madai ya wapinzani kuangaziwa kwa ukaribu zaidi na jamii.
Shinikizo hili jipya kutoka kwa viongozi wa upinzani linatazamwa kama mbinu ya makusudi ya kudhoofisha nguvu ya msemaji huyo mkuu na kuonyesha kuwa ana uwezo wa kukabiliana na hoja nzito zinazohusu changamoto za kiuchumi na kijamii nchini. Mzozo huu unadhihirisha jinsi vita vya maneno na propaganda katika mifumo ya kidijitali vilivyogeuka kuwa silaha kubwa ya kisiasa, ambapo udhaifu wa kiongozi unajadiliwa kwa upana na kuwa ajenda ya kitaifa. Hali hii inalazimisha kuwepo kwa utulivu wa kimkakati ndani ya chama tawala ili kudhibiti uvunjaji wa taarifa na kuzuia madai ya upinzani kuonekana kuwa na ukweli mbele ya jamii inayofuatilia kwa karibu mienendo ya siasa. Hata hivyo, ukweli kamili wa madai hayo bado unasubiri hatua rasmi zitakazochukuliwa na uongozi wa juu, kwa sababu maamuzi yote ya uteuzi na utumbuzi yanabaki kuwa siri ya mamlaka kuu ya chama tawala. Hali hiyo inaendelea kuweka mazingira yao kutofahamu kwa kina mustakabali wa uongozi wa kijana huyu aliyebeba dhamana kubwa ya kusemea chama tawala, huku kila upande ukijaribu kutumia fursa hiyo kujitengenezea mazingira mazuri ya kisiasa. Ukiacha malumbano hayo ya viongozi wa vyama, wananchi wengi kupitia mitandao ya kijamii wameonyesha uchovu wa propaganda za kisiasa zisizo na wajibu ya matatizo yao ya kila siku. Wananchi hao wameeleza mtazamo kuwa umefika wakati wa vyama vyote viwili kujikita katika kujadili kero halisi zinazowasumbua, kama vile tozo mbalimbali, kupanda kwa bei ya nishati na mifumo ya utoaji haki, badala ya kupoteza muda katika malumbano ya nani atabaki au kuondolewa madarakani. Shinikizo hili la umma linaweka changamoto nyingine kuwa kwa idara ya uenezi ya chama tawala unayo sasa inatakiwa kubadili mbinu za kuanza kueleza utekelezaji wa ilani na utatuzi wa changamoto za kijamii, badala ya kuishia kujibu mashambulizi ya upinzani. Mwelekeo huu mpya unalazimu kuwepo kwa tathmini ya kina ili kuona kama mbinu zinazotumiwa kwa sasa na katibu wa uenezi zitasaidia chama hicho kukabiliana na changamoto zake au zinazidi kukiegeza maadui na malalamiko miongoni mwa wapiga kura. Hatua ya viongozi wa upinzani kueleza ama kuelekeza mashambulizi yao moja kwa moja kwa viongozi huyo ama kwa kiongozi unaonyesha kuwa wameshatambua udhaifu wa kimkakati na wanajaribu kushinikiza uongozi wa juu kufanya maamuzi magumu yatakayovuruga utulivu wa ndani ya chama tawala.